Afrika Kusini inakabiliwa na ongezeko kubwa la mvutano wa kisiasa na kijamii baada ya kundi linalojiita Concerned Citizens and the Voters of South Africa kutangaza mpango wa kufunga nchi nzima tarehe 4 Mei, likidai kuondolewa kwa wahamiaji wote wenye nyaraka halali na wasio na nyaraka. Kundi hilo limeweka wazi msimamo wake mkali dhidi ya wahamiaji, likitoa wito kwa wananchi, vyama vya siasa, vyama vya usafirishaji, makanisa na wanafunzi kushiriki katika maandamano hayo. Waandaaji wanasema hatua hiyo ni muhimu ili kuishinikiza serikali kuchukua hatua dhidi ya kile wanachokiita mgogoro mkubwa unaosababishwa na wahamiaji. Katika mpango huo, kundi hilo linatarajiwa kuwasilisha waraka katika makao makuu ya chama tawala cha ANC, Luthuli House, ukimlenga Rais Cyril Ramaphosa pamoja na Waziri Mkuu wa Gauteng, Panyaza Lesufi. Waraka huo unadai viongozi watakaoshindwa kuchukua hatua wanapaswa kujiuzulu au kuondolewa madarakani. Aidha, kundi hilo linataka kuondolewa mara moja kwa wahamiaji wasiokuwa na nyaraka kutoka taasisi za umma kama vile shule, hospitali na magereza, likidai kuwa hatua hiyo itapunguza mzigo wa matumizi ya serikali na kulinda rasilimali za nchi. Wito huu unakuja wakati harakati za kupinga wahamiaji zikiongezeka nchini humo. Makundi kama Operation Dudula na March and March yamekuwa yakiongoza maandamano yanayowalenga wahamiaji, yakihusisha matatizo ya ukosefu wa ajira, uhalifu, biashara ya dawa za kulevya na shinikizo kwa huduma za kijamii. Maandamano hivi karibuni tayari yameonyesha dalili za vurugu. Jijini Durban, kampeni iliyodaiwa kuwa ya usafi wa jamii iligeuka kuwa mashambulizi dhidi ya wahamiaji, huku baadhi yao wakikamatwa na biashara zinazomilikiwa na wageni kufungwa. Hali kama hiyo ilishuhudiwa pia katika eneo la Gugu Dlamini Park, ambako maandamano yalivuta umati mkubwa na kuongeza mvutano. Siasa pia zimeongeza moto katika mjadala huu. Baadhi ya vyama vya siasa ikiwemo Action SA na Patriotic Alliance vimechukua msimamo mkali dhidi ya wahamiaji haramu, vikisisitiza utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Hata hivyo, wakosoaji wanaonya kuwa kauli hizi zinaweza kuchochea chuki dhidi ya wageni. Mashirika ya haki za binadamu na wataalamu wa sheria wamekosoa vikali mpango wa kufunga nchi. Wakili Simba Chitando, anayewakilisha wahamiaji kutoka Zimbabwe, aliwashukuru wanasiasa kwa kuchochea chuki ili kuficha matatizo ya uchumi wa utawala. Ni wazi kabisa kuwa chuki hii inapangwa ili kuficha kuporomoka kwa uchumi na kuvunjika kwa utawala wa sheria, alisema, akionya kuwa wahusika wa vurugu wanapaswa kuwajibishwa.